katika ubeti wa 5 mtunzi aliandika kwa namna hii, na nukuu: nikaanza puuzia na vipindi kuachia, getoni twapalilia kwa chai nichemshia, uwezo ukasinzia matokeo jishukia, nini nitawaeleza nilichofata sikioni. Tunaona kabisa hapa kijana baada ya kuwa na binti ambaye aliyekuwa anawasiliana naye awali akitangaza shida zake kuhusu kozi chuoni, wakaingia katika mapenzi. Sasa vipindi akaanza kupuuzia, wenyewe wakiwa nyumbani wakichemshiana chai na kuona kwamba watu muhimu, watu wa thamani na wanaweza kila kitu. Tukitazama huu mshororo wa pili katika ubeti wa 5 nasema getoni twapalilia kwa chai nichemshia, mshororo wa 3 uwezo ukasinzia matokeo jishukia, wa mwisho nini nitawaeleza nilichofata sikioni. Kijana baada ya kujiingiza katika dimbwi la mapenzi, dimbwi la mahusiano, akaanza kupuuzia masomo yake, uwezo wake ukapotea. Na mtunzi ametumia hapa taswira akasema uwezo ukasinzia matokeo jishukia. Kusinzia kwa matokeo hafifu, matokeo yake yakaanza kushuka kuwa sio yale ambayo tuliyaona kipindi cha awali kabisa. Na tunaona vijana wengi ambao wanajiingiza katika nafasi hizi za kupambania maisha yao, hususani katika elimu, vyuo na maeneo mengine mbali, wanapoteza nafasi zao kwa kujiingiza katika kisima cha mapenzi, kisima kisichokuwa na kusikia. Naam, nikimaliza huu ubeti wa 5 nikiingia moja kwa moja katika ubeti wa 6, nasema wenyewe twatulizana na mideko kupeana, usiku kucha mchana kwa vitamu kulishana, tukajiona wamana, ama kweli tumefana, nini nitawaeleza nilichofata sikioni. Tunaona hasa hapa wapenzi hao wawili, wanafunzi hawa wakahamisha taswira ya kuwa kama wanafunzi, wakajiingiza katika mahusiano mazito, mapenzi ya dhimu, wakaona hasa wanafana na kufanana. Ukitazama katika mshororo wa pili katika ubeti wa 5 nasema usiku kucha mchana kwa vitamu kulishana. Ubeti huu katika mshororo wa 3 nasema tukajiona wamana, ama kweli tumefana, nini nitawaeleza nilichofata sikioni. Wakaona hasa wao ndo kila kitu, wao ndo wamefika, wao ndo waanzilisha, wakajikuta kabisa kama ni waanzilisha haya mambo, kumbe wanapoteza nafasi yao yale ambayo walioyafuata, wakaanza sasa kuyaacha kabisa, na uwezo wa vijana hao ukapotea. Nikimaliza kitaaluma kwa kuonyesha ubeti huu wa 5 kama ulivyohada na kubeba dhima, dhumuni na ujumbe wake, nikiingia katika ubeti wa 6 unasema lipulipu kawaka moto usio na pozo, akaanza kutapika nikajua ni mchezo, siku 2 kadhalika nilikuwa wa mpozo, nini nitawaeleza nilichofata sikioni. Hapo sasa mambo yakawa tafarani, mambo yakawa tahabani miongoni mwa watu hawa wawili, baada ya kukaribiana kwa muda mrefu maeneo mbalimbali ambako yuko kijana huyu nyumbani kwake. Mtunzi ametumia kwa jina la getoni. Naam. Nadhani wengi wenye kusikia kuona haya tunapata uhalisia maeneo ambako wanafunzi wanapanga maeneo haya tunaita getoni. Ni jina maarufu sana kwa maana ya maeneo ambako kijana anaishi. Hapo sasa tukitazama katika ubeti nasema lipulipu ukawaka moto usio na pozo, akaanza kutapika nikajua ni mchezo, siku 2 kadhalika nilikuwa wa mpozo, nini nitawaeleza nilichofata sikioni. Baada ya kukaa kwa pamoja usiku kucha, siku zikapita miongoni mwa watu hawa, hasa ukaribio wao ukatengeneza matunda. Binti akaanza kutapika. Mshororo wa 2 unasema akaanza kutapika nikajua ni mchezo. Binti akaanza kutapika, kijana akajua ni mchezo. Kumbe mambo yameshaiva, matokeo ya mapenzi yasiyokuwa na misingi mizuri ni haya. Mshororo wa 3 unasema siku 2 kadhalika nilikuwa wa mpozo. Mshororo wa mwisho, nini nitawaeleza nilichofata sikioni. Kijana hasa baada ya kuwa na binti kuwa na hali hiyo, ameshapata jibu sahihi nini ambacho kinamsumbua binti huyu mpaka kuingia katika mfumo wa kutapika. Tayari mambo yameshakuwa tafarani. Mshororo huu wa mwisho unamalizika kwa kusema nini nitawaeleza nilichofata sikioni. Bila shaka mshororo huu tunakuja kuona dhana na umuhimu wake, kwa maana ya kwamba wale waliomdhamini kijana huyu kwamba atakuwa mkombozi, atakuwa kinara,
atakuwa ni mtu wa kuonyesha njia iliyofaa, anaweza kujilaumu sasa kwa kusema nini atawaeleza alichofuata akioni, kwani alifuata masomo, lakini masomo haya yamekuja kuwa kinyume na yeye, akayasaliti kuyaingia mapenzi kama ndio kitu ambacho amekifuata. Naam, basi na kupoteza muda nikikimbia kwa spidi ya haraka zaidi kuyaangaza macho yangu katika mshororo wa mwisho, ubeti wa mwisho, kwa maana mtunzi anaandika hivi na nukuu: vipimo vikaibuka kutufungua usoni, mimba binti ameshika, nikawa roho taabani, na ukimwi kadhalika, sihitajiki chuoni, nini nitawaeleza nilichofuata sikioni. Kwa heshima ya wasikilizaji, kwa heshima ya waonaji, kwa heshima ya wafuatiliaji wa mashairi haya, narudia ubeti huo mwisho kwa kusema hivi: vipimo vikaibuka kutufungua usoni, mimba binti ameshika, nikawa roho taabuni, na ukimwi kadhalika, sihitajiki chuoni, nini nitawaeleza nilichofuata sikioni. Baada ya siku kadhalika binti huyu kuwa na hali ya kutapika, wakaenda hospitalini. Sasa vijana hawa wawili wenye kuyaingia mapenzi kama sehemu yao ambao wameifuata katika maeneo haya ya taaluma, yani vyuo, vipimo vikaibuka kuwafungua usoni. Sasa vipimo vikaonyesha binti ana ujauzito, binti ana ujauzito, na kijana akawa roho taabani, akawa anashangaa matokeo ya kukaribisha mapenzi na kusahau masomo yake. Binti akawa na ujauzito. Mshororo wa tatu nasema na ukimwi kadhalika, sihitajiki chuoni. Vijana hawa wakagundulika wana gonjwa hatari, gonjwa ambalo likisikika kwenye masikio ya watu ni tishio. Wakawa na ugonjwa wa ukimwi, na mbaya zaidi, vijana hawa hawahitajiki chuoni kwa sababu wamevunja taratibu, sheria ambazo zimewekwa na taasisi mbalimbali, kwa sababu imeshaonekanika vijana hawa ni watu wa kupoteza wengine, kwamba wamekutwa na tatizo hili, vyuo hawahitajiki. Mshororo wa mwisho unasema nini nitawaeleza nilichofuata sikioni. Inauma sana, inasikitisha sana ukisikia ushairi huu wa mtunzi. Unaonyesha wazi namna vijana walio wengi wenye kupoteza fursa zao za masomo kwa kuyadai mapenzi, kwa kuyaingia mapenzi, kuachana na masomo yao, na hatimaye kupoteza nafasi yao ya kupambanua au kupambania ndoto zao kwa kuacha chuo, hasa kwa kukutwa na maradhi ya ukimwi, kuona kwamba wamevunja taratibu. Wale waliokuwa wanawadhamini vijana hawa, sasa wazazi wanaumia, wanateseka kwa kupoteza vijana wao, kwa kupata magonjwa na kufukuzwa katika maeneo haya ya taaluma. Mbaya zaidi, wako vijana wenye kuishi katika mazingira ya kuvutana sana, yani mpaka kufikia level ya elimu ambako tuko sio jambo la kawaida, ni uwezo tu wa Mwenyezi Mungu, kwani maisha sio rahisi. Dhima kubwa ya mtunzi katika kuandika ushairi huu ni kufungua macho, kutuonyesha vijana ambao wako katika nafasi zao za kupambania elimu zao, masomo yao, kwamba wanapokuwa katika maeneo maalum wawe katika mstari mmoja katika kufuata yale ambayo yamekuwa kama kinara na nafasi kubwa ya kufuatilia. Na tunashukuru sana mtunzi huyu nguli kwa kuandika mashairi haya yenye tija, hekima na busara ya ujumbe mkubwa. Nashukuru sana kwa wale wanaisikia, nashukuru sana kwa wale wanaofuatilia. Mtunzi wa shairi hili ni Idi Thabit Kamila, lakini pia msimulizi wa mashairi haya ni huyu Idi Kamila. Shukrani sana kwa wadhamini wangu wa nguvu katika kuniwezesha mpaka kufikia hapa. Nawashukuru sana, nikiwa hapa chini ya milima ya Uruguru, mji kasoro bahari Morogoro. Nawakaribisha tena katika usikivu wa mashairi haya katika kipindi kijacho. Mungu atujalie sana, Mungu amjalie mtunzi wa mashairi haya ili aweze kufikisha ujumbe.